gumzo kwenye wasaa wetu wa gumzo, nami Mohamed Al-Hassani. Baada ya pumziko wa kipindi kirefu kidogo, turudi tena sasa kwenye wasaa wetu huu, na nakushukuru sana kuungana nasi hapa. Hivi sasa mada kubwa kabisa ambayo inatawala katika eneo letu na kusudia hasa Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla ni hatua ya chama cha ACT Wazalendo kukubali kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa visiwani Zanzibar, licha ya yote ambayo kinalalamikia katika uchaguzi wa Oktoba 2020 ambao ndio uliozaa serikali iliyopo madarakani. Kuna mengi ambayo yanazungumzwa, na kwenye gumzo letu leo hii tunamwalika hapa Bwana Awadh Ali Said, aliyewahi kuwa rais wa chama cha wanasheria cha Zanzibar na ambaye mpaka sasa ni wakili katika Mahakama Kuu ya Zanzibar. Karibu sana Bwana Awadh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana Sheikh Mohamed, nashukuru kupata fursa ya kushiriki katika kipindi hichi. Asante sana. Naam, kama ambavyo tumesema Bwana Awadh kwamba kwenye gumzo letu hasa tutazungumzia kuhusu hili swala la uamuzi wa chama cha ACT Wazalendo kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, pamoja na mambo ambayo yanazungumziwa dhidi au kwa ajili ya uamuzi huu. Maana kusudi kusema yale ambayo yanaunga mkono, yale ambayo yanapingana na uamuzi huu. Na leo tuzungumzie hasa kile ambacho kinaonekana kama ni mtafaruku kidogo uliopo katika kambi ya upinzani nchini Tanzania, na hapa nakusudia pande zote mbili za muungano, upande wa Tanganyika ama Tanzania bara na upande wa Zanzibar, ambapo kwa upande wa Tanganyika chama kikuu cha upinzani Chadema, bila shaka si kupitia kauli rasmi ya baraza ya chama hicho, lakini kupitia baadhi ya viongozi wakuu wake, wana pamoja na wafuasi wao mitandaoni wanaunga mkono harakati kwa wengine ambao wanaunga mkono Chadema, wanaonekana wa kiasi kubwa sana kulipinga jambo hili. Na bila shaka upo pia sehemu fulani ya upinzani huko nyumbani uliko Zanzibar ndani ya chama chenyewe cha ACT Wazalendo. Swali ambalo nataka tujadili leo hii Bwana Awadh ni hili: kwanza, lipi chimbuko la mtafaruku huu, mtifuano huu panapohusika upinzani kwa ujumla wake nchini Tanzania katika pande hizi mbili za Jamhuri ya Muungano kwenye suala hili la uamuzi wa ACT Wazalendo kujiunga na serikali ya umoja wa kitaifa? Ni kweli upo mkorogano wa kifikra baina ya jamii ya Watanzania kwa ujumla kufuatia uamuzi wa ACT kujiunga na serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Na kama ulivyosema, chimbuko hasa la mkorogano huu ni upi? Chimbuko la mkorogano huu linaakisi ukweli kwamba Zanzibar, upande wa Zanzibar na upande wa Tanzania bara una siasa tofauti na una historia ya kisiasa iliyokuwa tofauti baina ya pande mbili. Una historia ya kikatiba, ya kisheria na hata ya kijamii. Kwa ujumla tuna mazingira mawili tofauti. Pande mbili hizi za muungano, upande wa Zanzibar na upande wa Tanzania bara, una mazingira tofauti ya kisiasa, ya kikatiba, ya kihistoria, ya kijamii na ya kiutamaduni na hata ya kisheria. Ni pande mbili zinazoishi katika mazingira tofauti. Sasa niseme tu kwamba kwa kawaida hali yenu ya kikatiba na ya kisheria huwa ni matokeo ya hali yenu ya kisiasa na ya kihistoria. Kwa hivyo katiba yenu inaakisi hali ya siasa yenu na hali ya historia yenu na hali yenu ya kijamii ilivyo. Ndio utaona kila nchi inatofautiana katiba yake na katiba ya nchi nyingine. Ingawa
Na ukiangalia baada ya mwaka 92 tulipokuja uchaguzi wa mwanzo wa mwaka 1995, tizama chaguzi zile zilivyokuwa. Upande wa Tanzania bara uchaguzi ule ulikuwa umelala kabisa. Pamoja na ukweli kwamba wakati ule siasa zilikuwa zinaanza na zilipata msukumo mkubwa sana, ile kutoka Mrema kuja upinzani na akawa mgombea, alileta mchangamko mkubwa sana. Na wakati ule chama cha NCCR Mageuzi kiliibuka na wasomi wengi, akina Dr. Lamwai, Mabere Marando, Dr. Ringo Tenga wale na wengi tu wale walileta changamoto kidogo. Lakini ukizitizama siasa za Zanzibar za uchaguzi wa mwaka 95 zilileta changamoto kubwa sana, na yalikuwa mazingira magumu sana, na uchaguzi takriban kwa matokeo ya urais takriban vyama hivi vilifungana, vilipata 49 51. Sasa wewe angalia, baada ya miaka mitatu uchaguzi huku umekuwa uliokuwa moto kiwango kile, lakini ukiangalia Tanzania bara ulikuwa tofauti sana. Sasa hii inaonyesha kwamba ni mazingira, hoja ninayotaka kujenga ambayo kwa maoni yangu ndio tatizo linapoanzia, tuna mazingira mawili tofauti. Na baada ya pale mwaka 95, sasa tuje ukiitizama, ukifuata mtiririko wa siasa za Zanzibar na mtiririko wa siasa za Tanzania bara tokea mwaka 95, huoni mabadiliko yoyote ya kisiasa tokea kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi 92 na kuingia katika chaguzi. Huoni mabadiliko yoyote ya kisiasa kwa upande wa Tanzania bara. Lakini njoo upande wa Zanzibar baada ya mwaka 95 tu vuguvugu la kisiasa likawa kubwa sana. Ikaanza kususia mabaraza ya wawakilishi, upinzani wakati huo CUF wakaanza kususia mabaraza ya wawakilishi, wakaanza kupigania haki zao. Tukaanza kuingia katika kile kilichokuwa kikiitwa maarufu hapa muafaka. Ukaja kutafutwa muafaka wa kwanza, ukasimamiwa na Jumuiya ya Madola, Commonwealth ikaja hapa ikafanya muafaka wa kwanza. Baada ya muafaka wa kwanza ule, ukumbuke tusiende ndani sana, lakini kila hatua ya muafaka ilikuwa inaleta kwa kiwango fulani mabadiliko katika uwanja wa siasa, katika uwanja wa katiba, katika uwanja wa sheria. Inaakisi makuzi ya demokrasia. Sasa ukitizama, tukaja muafaka wa kwanza, tukaja muafaka wa pili, tukaja muafaka wa tatu. Hizi zote ni hatua za kisiasa na kisheria za kuleta mabadiliko Zanzibar. Lakini ilipofika mwaka 2010, katiba ya Zanzibar ikabadilishwa kutokea lile tukio la maridhiano ya pande mbili za kisiasa zinazovutana Zanzibar. Baada ya yale maridhiano ya wakati ule ya viongozi wakuu wa kambi mbili hizi, akiwemo Rais Abeid Amani Karume na Maalim Seif Sharif Hamad, walipowafikiana kuzika siasa za uhasama, chuki na ubaguzi, walete maridhiano, watu kuishi kwa pamoja, kwa kupendana na kwa kushirikiana, ikapitishwa katika baraza la wawakilishi. Baadaye ikapitishwa katika kura ya maoni, tukatunga kura ya maoni, wananchi wakaulizwa na wakawafiki jambo lile, katiba ikabadilishwa, tukawa na katiba ya mwaka 1994, lakini sasa kwa na toleo la 2010 ambalo lilileta yale mabadiliko makubwa. Sasa hayo ukitizama upande wa Tanzania bara hakuna efforts kama hizo, wala hakukuwa na tija ya kisiasa ya kidemokrasia kubwa iliyopatikana zaidi ya kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi, na baadaye kwa kuna tume ya uchaguzi ile kila mfumo ulibaki vile, huku mifumo ilibadilika. Kama unakumbuka, hata huku kulikuwa uendeshaji wa kesi za jinai ukilalamikiwa ulikuwa chini ya polisi. Ikaundwa ofisi ya DPP, kukaletwa mabadiliko mengi sana katika muundo wa mahakama, mengi ambayo yalileta mageuzi katika uwanja wa demokrasia Zanzibar. Lakini haya huyaoni kuwa yametokea upande wa Tanzania bara. Kwa hivyo kuna mambo ambayo jamii ya kibinadamu ya dunia nzima inashabihiana, ina mambo ya pamoja. Kwa hivyo kama haki za binadamu utaona hapa na pengine nazo huwa na utofauti mdogo, lakini mambo mengi katika katiba yenu na mfumo wenu wa kisheria huwa yanaakisi au yanatokana na hali yenu ya kihistoria, hali ya kijamii na hali yenu ya kisiasa.
na hata ajenda zenu za kisiasa, matakwa na malengo ya kila jamii huwa inatofautiana. Kwa hivyo kwanza tukubali ukweli huo. Tukianzia huko ndo tutaona kwa nini umekuja ule mgongano wa fikra. Na tukitizama hali ya Tanzania, chukua mfano tulipoanzisha mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. 1992 tulipoanzisha mfumo wa vyama vingi, lilifanywa jambo la vyama vya siasa. Na vyama vya siasa ndio taasisi zinazosimamia siasa za nchi, likalazimishwa kufanywa kuwa ni jambo la muungano. Na hapo wachambuzi wengi walianza kutoa mawazo yao kwamba pamoja na umuhimu wa kwamba tuweke mambo kimuungano kwa kudumisha muungano, yawe mambo ya kitaifa, lakini siasa, kila upande unakuwa na siasa zake, hoja zake, misingi yake, historia zao, malengo yao, matakwa yao. Kwa hivyo ni vigumu kulazimisha, lakini katiba ililazimisha. Kwa hivyo utaona haya ni matokeo saizi, hata ukiyatizama kihistoria ni matokeo yale ya historia tulioanza 92, tukalazimisha kuwa siasa liwe ni jambo la muungano, na usajili wa vyama vya siasa ni jambo la muungano, na msajili anateuliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano. Lakini hata vyama vyenyewe, muundo wao na utendaji wao utaviona kwamba vinachukua sura mbili tofauti, kwa sababu ile niliyosema kwamba hizi ni sehemu mbili tofauti, zina background ya kisiasa, ya kijamii na ya kisheria zikiwa tofauti. Kwa hivyo hata unapolazimisha kisheria, lakini unaona ukakasi upo, na utaona vyama vyenyewe hivi vimejiunda na vinaendesha shughuli zao zikiwa ni pande mbili. Vyama utakiona hata hicho CCM, kuna CCM halmashauri kuu ya Tanzania, alafu sehemu maalum ya Zanzibar. Mbali na tofauti bwana Awadhi zilizopo za kihistoria na kisiasa baina ya pande hizi mbili za muungano, Tanganyika ama Tanzania bara na Zanzibar, ambazo unasema kwamba ni katika chimbuko ama sababu za kutofautiana kimawazo, kifikra kwenye swala hili la ACT Wazalendo kujiunga na serikali ya umoja wa kitaifa visiwa Zanzibar. Vipi kuhusu mjengeko wa kikatiba, eneo lako hili la kitaaluma, mambo swala la sheria? Vipi kuhusu mjengeko wa kikatiba baina ya pande hizi mbili? Sasa mazingira yetu ya wakati huu ambao huu unaozungumzwa wa mwaka 2020, ambayo imeleta sintofahamu kidogo kwa pande mbili hizi, na mimi napenda tuseme kuna pande mbili. Kuna wale ambao humu ndani ya Zanzibar, kuna wengine ambao bado wanaona suala hili la upinzani, chama cha ACT Wazalendo kuingia katika serikali ya umoja wa kitaifa hawajaridhika nalo, na kuna wale ambao wameridhika nalo ndani ya Zanzibar. Lakini vile vile hoja ulioizungumza ni kwamba pande mbili za wapinzani baina ya upande wa Zanzibar na upande wa Tanzania bara, nao kama kumetokea mgawiko. Upande wa Tanzania bara wa upinzani, na hususan upinzani wa kule sasa ni unaongoza ni wa chama cha Chadema, na huku hao kidogo wameonekana kwamba kila mmoja amechukua upande wake, na kila mmoja kuna ule mkorogano wa kifikra baina yao. Sasa tuache huu wa ndani ya Zanzibar baina ya pande mbili ambazo nazo ziko kwenye kiwango cha kutokukubaliana sana. Uchukue huu wa Zanzibar na ule wa upande kama ulivyotaka wa upande wa Tanzania bara, muungano wa wapinzani wa pande mbili za Jamhuri ya Muungano. Kinachoongoza Zanzibar hivi sasa ni katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 toleo la 2010. Sasa tizama yaliyomo ndani ya katiba ile, halafu uone ni kwa kiwango gani hali ya Tanzania bara wako katika hali gani, halafu useme kwamba katika mazingira haya wako kwa mazingira sawa ya kikatiba, ya kisiasa, ya kisheria, kiasi ambacho uamuzi wa huku unatakiwa vile vile uendane na uamuzi wa kule, wawe na maamuzi pamoja. Hilo jambo haliwezekani kwa sababu katiba hizi, sheria na siasa ziko tofauti. Mfano, angalia katiba ya Zanzibar. Katiba ya Zanzibar inasema kwamba mkienda kwenye uchaguzi, kwa sababu mjue jambo ambalo lina activate katiba baada ya miaka 5, linaipa uhai katiba kwa mujibu wa mifumo yetu, ni uchaguzi. Tuna rais kwa katiba atapatikana kwa uchaguzi. Tuna makamu wa kwanza atapatikana kwa uchaguzi, makamu wa pili vivyo hivyo, na mawaziri na serikali kama. Uchaguzi ndio unao activate ile katiba hasa. Sasa kwa upande wa Zanzibar
katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 inasema atakayeshinda uchaguzi. Na hapa nataka tuzungumze kuhusu, tusiingie katika undani wa kwamba uchaguzi huru na wa haki, hilo ni swala jingine, lakini ni kwamba alioongoza baada ya uchaguzi, alioongoza ndio anakuwa rais. Anayefuata katika wagombea wa urais, chama chake kitatoa makamu wa kwanza, na baadaye makamu wa pili wa rais atapatikana kutoka chama cha rais. Hilo ni moja. Sasa na hilo ni kwamba imewekwa threshold, imewekwa kiwango kwamba lakini huyo makamu wa kwanza atapatikana kutoka chama kilichoshika nafasi ya pili, lakini awe amevuka asilimia angalau 10 ya kura, kwa sababu ya kuonesha kwamba na yeye anayo ile uhalali wa kisiasa wa kukubalika na wananchi. Hii ni sauti ya wananchi, huwezi kuidharau, ipate angalau asilimia 10. Sasa hiyo ni hali ya Zanzibar. Kwa upande wa Tanzania bara hakuna kabisa, hakuna hata suala la serikali ya umoja wa kitaifa. Huku katiba yetu inatupa serikali ya umoja wa kitaifa ambayo itapatikana kwa nafasi 3 za juu, zitapatikana hivyo. Baadaye ukiunda cabinet, ile cabinet itagawiwa kwa mujibu wa viti ambavyo, uwiano wa viti ambavyo vyama vimeshinda katika uchaguzi mkuu kule majimboni. Kwa hivyo kwa mfano ukiunda wizara 10 za serikali, na huku kwenye uchaguzi wa majimbo huyu alipata majimbo, sisi Zanzibar kuna majimbo 50, kama huyu amepata majimbo 25 na huyu 25, ina maana zile wizara 10 mtagawana kila mmoja wizara 5. Na pia mbali na kugawana zile baada ya urais, makamu wa kwanza na makamu wa pili alivyopatikana, na kugawana viti vya baraza la mawaziri cabinet, pia kuna nafasi 10 za uteuzi wa wajumbe wa baraza la wawakilishi unaofanywa na rais. Katiba inamtaka angalau wawili ateue kutoka vyama vya upinzani. Hii hakuna katika katiba ya Jamhuri ya Muungano ambayo ndio inaongoza pia mambo ya Tanzania bara. Hata ukiangalia upatikanaji wa viti maalum vya wanawake, katiba ya Zanzibar inatoa nafasi ya viti uwiano wa asilimia 40. Viti ulivyoshinda majimboni, kama umeshinda viti 20, basi utapewa asilimia 40 ya hiyo 20 upeleke wajumbe maalum wanawake waingie katika baraza la wawakilishi. Sasa haya ni mambo hayapo katika katiba ya Tanzania bara. Hata muundo wetu wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar, tume ya uchaguzi ya Zanzibar ina wajumbe 7, lakini wajumbe hao 7 wanapatikana vipi? Wajumbe 2 watatoka upinzani, wajumbe 2 watatoka chama tawala, na mjumbe mmoja atakuwa ni jaji wa mahakama kuu. Hao ni 5, na mjumbe mmoja atakuwa ni mwenyekiti na mtu ambaye ameteuliwa kwa mujibu wa kuonekana kwamba anafaa kutimiza ule mtu wa 7. Hoja nini? Hoja ni kwamba ni bahati mbaya sana kwamba bado katika teuzi hizi, kwa sababu hawa 2 walitegemewa 4 wawe ni watu wa vyama, 2 kutoka upinzani, 2 chama tawala. Mmoja ni jaji, ambaye jaji kwa kawaida kisheria na kikatiba hatakiwa awe na mrengo wa siasa. Na hao mwenyekiti naye ilitegemewa achaguliwe mtu ambaye ni huru, na huyu mmoja awe ni mtu huru. Sasa ukiwatizama hawa 3 wanakuwa ni watu huru na mirengo ya kisiasa. 2 na 2, yani 4, 2 kutoka upinzani, 2 kutoka chama tawala, hawa wana mirengo ya kisiasa, lakini ni 4. Sasa hata 2 wakitaka kufuata mrengo wao wa kisiasa, hawa wanawazidiwa na hawa 3 ambao hawana mirengo ya kisiasa, na hawa 2 wengine pia wanazidiwa na hawa 3. Ni bahati mbaya kwamba hata huo uteuzi katika utekelezaji wa ile kifungu tunateua bado watu ambao ni makada wa vyama. Mwenyekiti wanaonekana ni kada, na wale wengine yule mwingine anaonekana ni kada. Kwa hivyo nasema balance iliyokusudiwa kikatiba imeondoka kutokana na zile dhamira kutokuwepo za kutaka kuweka tume iliyokuwa huru ambayo itafanya wajibu wake. Zile dhamira bado zinaonekana tuna tatizo hapo, lakini mfumo wa katiba ulitengenezwa kwa hikma kubwa kwamba wajumbe 2 na wajumbe 2 watatoka kwenye mirengo ya kisiasa, wajumbe 3 watakuwa huru. Sasa hawa 3 wakiwa huru wanawazidi 2 hawa, wanawazidi 2 hawa. Sasa ukitizama tume ya taifa ya uchaguzi Tanzania bara, wajumbe 6 wote wanachaguliwa na rais.
wote wanachaguliwa na ambaye ni mwenyekiti wa chama, ambaye yeye mwenyewe ni mgombea, ambaye yeye mwenyewe chama chake kina wagombea wa madiwani, wa bunge, na yeye ndo anachagua referee. Kwa hivyo utaona angalau hii ya Zanzibar tume yake unaweza ukaisema japo katika inaweza ikawa ni tume huru endapo uteuzi utafanyika kwa insafu na bila khiana, lakini angalau muundo wake kama sio huru lakini angalau ni shirikishi. Ile kule sio huru wala sio shirikishi. Sisi ukitazama Zanzibar, hata ile chombo kinachoteua majaji, Judicial Service Commission, wanaita tume ya utumishi ya mahakama, pamoja na wajumbe wote, lakini katiba yetu imetaka mjumbe mmoja wale atoke kutoka katika mawakili binafsi, kwa sababu ya kutia ushiriki wa sekta ambayo inahusika na utawala wa sheria lakini sio ya kiserikali. Mpaka hapa tumeshazungumzia kwa hivyo sababu tatu pande tatu za chimbuko la mtafaruko wa kifikra ambao upo hivi sasa kwenye swala hili ambalo tunalizungumzia kwenye gumzo hivi leo, ambazo ni tofauti za kisiasa, tofauti za kihistoria, na pia mijengeko ya katiba katika pande hizi mbili za muungano. Lakini swali hasa ambalo limezua utata ambao tunao mbele yetu hivi sasa ni uchaguzi. Ni uchaguzi ambao umefanyika Oktoba 2020 baina ya 27 na tarehe 28 visiwani Zanzibar na tarehe 28 kwa jumla ya uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni uchaguzi na matokeo ya uchaguzi ambao yametokea. Hapa ndipo nadhani ndio imesababisha kuibua mambo haya tunazungumzia hapa. Nini mchango wa matokeo haya kwenye kwenye swala hili, au tuseme kwenye mtafaruku ambao tunaushuhudia hivi sasa? Nadhani kwa ufupi tumeona kwamba mazingira ya kisiasa na ya kikatiba yako tofauti. Sasa tuje mfano katika huu uchaguzi wa 2020 yaliyojiri Zanzibar na yaliyojiri Tanzania bara. Jinsi chaguzi hizi zimesimamiwa na tume mbili tofauti. Yaliyojiri Zanzibar na yaliyojiri Tanzania bara ni mambo tofauti kabisa, lakini twende kwenye hata matokeo. Matokeo yalivyokuja, hayo matokeo yalivyokuja ni kwamba huku mgombea chama kilichoshika nafasi ya pili kimepata 19%. Kina qualify kutoa makamu wa kwanza wa rais. Kina qualify kupata nafasi katika baraza la mawaziri. Kina qualify kupata nafasi katika tume ya uchaguzi ya Zanzibar. Kina qualify kupata nafasi mbili katika nafasi zinazo teuliwa na rais wa wawakilishi 10. Angalau mbili. Anaweza akateua zaidi katiba inaposema, lakini angalau mbili. Ukitizama kwa katiba iliyoko Tanzania bara, pamoja na yote yaliyotokea, lakini kule hakujajiri kitu ambacho kwa mujibu wa katiba yao wanapata hasa, ukiacha kiti kimoja na viti vya wanawake, ambapo kwa sababu ya katiba ya kule inataka 5% ya jumla ya kura zilizopigwa katika wagombea ubunge wote, mkizidi 5% mnapata viti vya wanawake. Lakini ingelikuwa hii katiba iliyopo Zanzibar ndio iliyoko Tanzania bara, ina maana kwa mfano mgombea aliyopata nafasi ya pili kule alikuwa Tundu Lissu. Mheshimiwa Tundu Lissu amepata 13%. Kama ni kwa katiba ya Zanzibar, Mheshimiwa Tundu Lissu angekuwa makamu wa kwanza wa rais kwa kule Tanzania bara. Wangepata nafasi katika uteuzi wa nafasi 10 za rais katika wabunge. Wangepata nafasi katika tume ya uchaguzi ya Zanzibar. Wangepata nafasi katika baraza la mawaziri. Kwa hivyo ukitizama huku kuna mazingira mengine na kule kuna mazingira mengine. Sasa ingekuwa mazingira mamoja, tuna katiba za aina moja, tukasema okay, tususie. Kwa mfano ingekuja hoja kwamba tususie, kwa hivyo huyu angesusia umakamo na huyu angesusia umakamo, angesusia nafasi za baraza la mawaziri, angesusia nafasi za uteuzi wa wawakilishi, angesusia nafasi katika tume ya uchaguzi. Yayo kwa yayo yangekuwa na kule yapo, kwa hivyo angekuwa nafasi sawa.
Lakini ninachokusudia kusema ni kwamba tuko katika nafasi mbili tofauti kabisa. Kwa hivyo huwezi ukafikiria kwamba uamuzi unaochukuliwa huku utachukuliwa uamuzi wa kule kule. Kwa mfano tukirudi au tukiacha uchaguzi huu, tukichukua uchaguzi wa 2015 upande wa Tanzania bara, Mheshimiwa Lowassa alipata kura 40%. Ingelikuwa kule iliyopo ni katiba ambayo ina mambo kama ya Zanzibar, Mheshimiwa Lowassa angekuwa makamu wa kwanza wa rais. Walipata majimbo takriban 53. Katika majimbo 53 yaliyokwenda kwa upinzani, ina maana ingekuwa katiba kama yaliyomo Zanzibar iko katika katiba yao, ina maana Mheshimiwa Magufuli alipounda wizara zake kama 2015, kama tunakumbuka, aliunda wizara 19. Alizikuta wizara 30 akapunguza akafanya 19. Ina maana katika wizara 19 kama sisi wale wana katiba kama ya kwetu, ina maana pale upinzani wangepata karibu nafasi 4 ama 5 katika baraza la mawaziri. Wangepata nafasi za uteuzi wa wabunge, wangepata nafasi za uteuzi wa watu wao katika tume ya uchaguzi. Sasa mazingira kama hayo yangekuweko kote sawa. Kwa hivyo vyama vingeweza kuchukua uamuzi sawa. Lakini unakuta kuna mazingira ya kikatiba, ya kisheria, ya kisiasa yaliyo tofauti kabisa. Kwa hivyo ni kujidanganya kwamba wanaweza wakachukua hatua zinazofanana, kwa sababu wako katika mazingira yaliyokuwa hayafanani kikatiba na kisheria na kisiasa. Kwa hivyo nadhani jambo kubwa lilikuwa katika uelewa wa mazingira yetu na hali zetu, na nini katika mazingira haya unaweza ukachukua hatua gani na katika mazingira haya uchukue hatua gani, kwa sababu mazingira yapo tofauti. Kwa hivyo Bwana Awadhi, kuifupisha hadithi yetu refu kwa fupi, ama kuifupisha hadithi hii ambayo tunaizungumzia hapa, kwa hakika hasa chimbuko la mtafaruk ambao tunaushuhudia hivi sasa ni tofauti za kimalezi, malezi ya kisiasa, malezi ya kihistoria, malezi ya kikatiba, ya kisheria, kwa hivyo baina ya Tanzania bara, Tanganyika na Zanzibar, katika namna ambavyo wanaendea mambo yao, ama sivyo? Kwa kujibu swali hasa kiufupi, nini chimbuko la mkorogano huu? Chimbuko ni kwamba tuko pande mbili zikiwa na mazingira tofauti, lakini upande mmoja unataka ufuate hatua za namna moja. Huwezi kuchukua hatua namna moja katika mazingira mawili tofauti. Uchaguzi haukufanyika haki wala haukuwa huru Zanzibar, na uchaguzi haukufanyika haki wala haukuwa huru Tanzania bara. Wao wakikubaliana juu ya hayo, sawa, wanaweza kukubaliana, lakini juu ya hatua ya kuchukua, kila upande utachukua hatua kulingana na mazingira yake. Upande wa Tanzania bara, ukitizama uchaguzi wa mara hii pamoja na kulalamikiwa haukuwa huru na wa haki, na wanasema, nilimsikia kiongozi mmoja mstaafu anasema kwa mara ya kwanza yameanza kutokea matukio ya mauaji, yakitaja Tarime, yakitaja na katika visiwa vya Ukerewe. Mazingira ya uchaguzi ya Zanzibar yamekuwa na hali hizo takriban mara nyingi, ukitoa uchaguzi wa 2015 ambao pamoja na kulaumiwa kwake kwamba ulifutwa kinyume cha katiba, lakini uchaguzi ule, ukiacha tukio la kufutwa, ni uchaguzi ulioendeshwa kwa ustadi, kwa umahiri wa hali ya juu na kwa weledi wa hali ya juu. Na tume ile ilifanya kazi kubwa sana. Haikuwahi kutokea uchaguzi uliokuwa uliridhisha watu, sio kwa sababu upinzani ulishinda, ulalamika kuwa umeshinda na waliporwa, lakini uendeshaji wake tokea mwanzo hadi mwisho ulionyesha weledi wa hali ya juu. Kitendo cha kufutwa ni kitendo ambacho kilitia dosari uchaguzi wote ule, haikataliki, lakini uendeshaji wa uchaguzi uliendeshwa professional kabisa, tofauti na chaguzi nyinginezo, hususan wa mara hii ambao tokea mwanzo hadi mwisho hapa Zanzibar ulionekana na kasoro, na ulikuwa ni uchaguzi ulikuwa usimamizi wake ulikuwa haukuridhisha kabisa. Lakini ukiacha hata kasoro hizo, baada ya uchaguzi, baada ya matokeo kutangazwa yaliyotangazwa, lakini hawa wana mazingira mawili tofauti. Kwa hivyo ni dhahiri kwamba hawa, baada ya kupiga tafakuri ya muda mrefu na ya kina, wakaona kuingia wao ni
kwanza ni kuiondoa nchi katika mkwamo wa kikatiba, na unajua pande zote katika nchi zina jukumu hilo, hata kama si kwamba unahalalisha yaliyotokea, lakini unatimiza wajibu wako wa kikatiba na wa kisiasa na wa kijamii katika nchi. Lakini vile vile kuna mambo ambayo unakwenda kuyaprotect. Una hakika gani kwa kususia kwamba baada ya miaka 5 mambo hayo yatakuwa bado yapo hivyo hivyo? Democracy hazidumu tu kwamba kwa kuwa zinahitaji kutiliwa maji, kuhuishwa, kulindwa na kuzitetea. Sio kwamba zitabaki tu kama ambavyo ukaziwachia kama ng'ombe ambaye amekatishwa kamba, alafu ukadhania kwamba utamkuta pale ambapo wewe unapataka. Unaweza kuja kumkuta ameshachukuliwa, ameshauliwa au mambo kama mifano kama hiyo. Sasa nadhani chimbuko lake ni kwamba watu wametaka kuchukua hatua moja katika mazingira mawili tofauti. Mazingira ambayo huyu ana cha kulinda na kukitetea, huyu kwa bahati mbaya hakuna kitu ambacho ni cha kulindwa na kutetewa. Sasa ndani ya mazingira mawili tofauti hayo, huyu anaona kwamba nikiingia nitampa uhalali, nitampa baraka, kwa hivyo nisiingie. Lakini alicho gain ni nini yeye na anachosusia ni nini? Mfano upande wa Chadema Tanzania bara wamepata kiti kimoja, ndicho ambacho wamepata. Sasa wakiingia ni kwamba wanalinda kile kiti chao kimoja. Upande wa Zanzibar watasema kwamba sisi tukiingia tunatoa political legitimacy, tunampa uhalali wa kisiasa, ni kama tunabariki. Lakini wakati huo upande mwingine unasema okay, nisipoingia na hatarisha zile gain ambazo nime achieve kwa kipindi cha tokea 1992 hadi leo. Upande wa upinzani Zanzibar wana political gains walizo achieve ambazo wanastahili kuziprotect. Wana serikali ya umoja wa kitaifa, wana makamu wa kwanza wa rais, wana nafasi katika baraza la mawaziri, wana nafasi katika baraza la wawakilishi hizo walizopata, na wana nafasi za uteuzi kupitia uteuzi wa rais, wana nafasi zao katika kupeleka wajumbe katika tume ya uchaguzi. Kwa hivyo hizi unaziprotect, na watu wakumbuke ulichokipata unahitaji kukilinda, ili pengine utajenga demokrasi zaidi kupitia hivyo ambavyo saa hizi unavyo. Je, ukivikataa vyote ukaviwacha, unapata tija gani maana yake ya kisiasa? Na unajua siasa ni suala la maslahi zaidi, kwamba kuna maslahi ya kisiasa yatapatikana katika ujenzi wa demokrasia au nitakuwa na vuruga zaidi. Kwa hivyo wako katika nafasi mbili tofauti, na watu wakumbuke hizi democracies sio kwamba ulichopata ndio umeshabweteka umefika. Hapana, democracies zinahitaji kujengwa, zinahitaji baada ya kujenga ikawepo hiyo iliyopo, kuna hitaji kuilinda na kuitetea. Na democracies zinakufa pale ambapo hazijengwi na wala hazitetewi. Na miaka ya karibuni hii inaonesha, na hata vitabu ukisoma vinatungu kwamba demokrasi inakufa kupitia wale ambao walikuja kwa njia za demokrasi. Naam, sasa ni ipi athari ya mtafaruku huu kwenye siasa za upinzani nchini Tanzania kwa ujumla wake? Maana tunafahamu kwamba ndani ya miaka hii michache tangu kuanzishwa tena kwa vyama vingi, kumekuwa na majaribio kadhaa ya pande hizi mbili au pande kadhaa za upinzani, vyama kadhaa vya upinzani kuungana kwa ajili ya lengo la kukishinda chama tawala na kwa hivyo kuingia madarakani wao wapinzani. Nini athari za hiki ambacho tunakishuhudia sasa katika majukwaa ya mitandao ya kijamii na hata katika vikao vya kawaida au katika mazungumzo ya kawaida ya wanasiasa wa pande hizi mbili za muungano? Kuhusu swali la tofauti ya kimawazo ina athari gani kwa muungano wa wanasiasa, ni kweli ina athari, kwa sababu wanaweza kuwa na mitazamo miwili tofauti. Kwa hivyo ikawa kuna ile polarization, ikawa kama imejenga kambi, na hizi ni kambi ambazo za kisiasa zinatakiwa ziwe kitu kimoja. Kwa hivyo athari hii inaweza kuwepo, na ni athari ambayo inalazimisha kufanyiwa kazi,
na kufanyiwa kazi kwake kubwa ni kujenga uelewa na kukubali kuwepo kwa mazingira mawili tofauti ya kikatiba, ya kisiasa na ya kisheria. Na ukijenga uelewa na ukitambua ukweli, basi nadhani wanaweza wakarudi katika kujenga umoja wa upinzani, kwa sababu umoja wa upinzani ni kilio kikubwa cha wananchi katika siasa za Tanzania. Upinzani uliogawanyika, ulio vipande hauwezi kuwa na nguvu kubwa ya kisiasa. Na sasa yeye Bwana Awadhi, unafikiria kwamba kuna ulazima wa kuwepo na kanuni za utangamano, mnapoita wenyewe wanasheria laws of engagement, kanuni za utangamano baina ya wanasiasa wa upinzani nchini Tanzania panapohusika masuala yote yanayohusu utawala na uongozi wakati na baada ya uchaguzi, ili mtafaruku kama huu usitokeze tena, na kwa hivyo kufanya upinzani uonekane kwamba umegawika mapande mawili ambayo yanahatarisha, inakuwa kile ambacho nakiita Waswahili vita vya kunguru, samahani, vita vya panzi, imani ya kunguru. Kuhusu swali la kwamba kuwe na kanuni gani za ushirikiano baina ya wapinzani na hadhari ya mambo ya kuepuka, hili linarudi pale pale tu kwamba inapotokezea mtazamo wa kimawazo na kifikra baina ya pande mbili hizi za muungano, zijielewe kwamba wanaosimamia siasa hizi waelewe na watambue kwamba ni mirengo miwili tofauti. Zanzibar ina siasa zake, na siasa za Zanzibar haziwezi kuwa siasa za Tanzania bara. Ina katiba yake, na katiba kama nilivyosema mwanzo inaakisi ukweli wa kihistoria, wa kimazingira ya kisiasa na mahitaji ya jamii inayohusika, na kule kuna mazingira yao. Kwa hivyo kanuni kuu ya kuwaongoza ni kwamba wajitambue kwamba ni wako kwenye two different systems, ni mifumo miwili tofauti na kila moja una hali yake, na wanapotaka kulazimisha mazingira ya hapa au hatua za hapa ziwe pia ni hatua za upande wa pili, kuwe na ile uniformity, hapo watakwama zaidi na watapoteza kile ambacho tayari wamegain, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, ulicho achieve ni lazim ukilinde. Na hata uamuzi wa ACT Wazalendo Zanzibar kuingia, kwanza ni kuondosha nchi katika, wazi kabisa wanaondosha nchi katika mkwamo, na wamelisema hilo, mkwamo wa kikatiba, na wameegemea dhamira kubwa ambayo imeoneshwa na uongozi wa hivi sasa wa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Wametizama dhamira yake, lakini vile vile ni kulinda yale ambayo wao wamefanikiwa kuyapata kwa takriban miongo mitatu. Una hakika gani kama 2015 ulisusia kwa sababu matatizo makubwa ya kikatiba na ingekuwa haieleweki kushiriki katika yale yaliyotokea? Lakini hivi sasa ukisusia, una hakika gani kwamba yatabaki yale yale ukirudi 2025 ukayakuta yako vile vile? Huna dhamana hiyo. Mwisho kabisa ni kushukuru tena Bwana Awadhi, lakini swali langu la mwisho kabla biashara leo hii ni hili: kama unapata nafasi ya kuwashauri wapinzani wa Tanzania wote kwa jumla, Zanzibar na Tanganyika ama Tanzania bara, ungewapa neno gani hasa katika kitahanani ambacho wamejikuta hivi sasa wanacho? Kuhusu ushauri juu ya pande mbili hizi zinavyoweza kusahihisha hitilafu zilizojitokeza baina yao, mimi nadhani njia pekee ya kufuata hivi sasa ni wao kufanya mazungumzo ya ushirikiano, kufanya dialogue ya pamoja na kuweza kujengeana uwezo, ile capacity building katika kuzielewa hali ya kisiasa ya Zanzibar na hali ya kisiasa ya Tanzania bara na ya kikatiba na ya kisheria zilivyo. Na nadhani wakijijengea uelewa, wakatambua mazingira mawili tofauti waliomo, uelewa unakupa wewe kubadilisha msimamo wako, kwa sababu mtu aliyokuwa ana msimamo fulani pengine kutokana na kutokuelewa, baadaye akielewa anaweza akaona kwamba uhalisia ulistahiki kuwa hivi. Kwa sababu ukisema kwamba mazingira ya Zanzibar kilichopatikana wasusie wakiwa chini, unapata picha kama vile hata kama wewe unalalamika umeibiwa, lakini huyu mwizi kakuibia, mfano una shamba lako kaiba migomba 80, kakata ndizi kachukua kabakisha 20. Ni sasa anakuambia njoo na hizi 20 pia beba wewe.
Sasa busara na hikma itakutaka wewe kama yule amekuibia 80 alichokubakishia ukidhibiti mwenyewe, na hicho ukikidhibiti kitakusaidia kuweza kupata vingine zaidi, na ndio demokrasia. Sasa wewe ungechukua hiyo 80 na ili shamba pia chukua wewe. Sasa itakuwa yale ambayo uliyapanda kwa kipindi cha miaka 30, miongo takriban 3, iwe yote ni kazi bure, ni ajwar. Nadhani wanasiasa waangalie zaidi maslahi ya siasa katika kujenga demokrasi na kuleta reforms katika nchi. Isiwe kwamba mumekwama hapa mustafute njia ya kukwamuka. Naam, asante sana kabisa Bwana Awadh Ali Said, rais wa zamani wa chama cha wanasheria cha Zanzibar na pia mpaka sasa wakili wa mahakama kuu ya Zanzibar, kwa kukubali kuzungumza nami katika wasaa wetu wa gumzo, na kushukuru sana kabisa kutenga muda wako kwa ajili ya mazungumzo ambayo naamini kwamba yatakuwa na maana kubwa sana pia kwa watazamaji wetu ambao wanashiriki mjadala huu wa uamuzi wa ACT Wazalendo kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa wa Zanzibar, ama kwa mukhtasari uamuzi kuhusu maridhiano ya Wazanzibari. Na kushukuru sana kabisa Bwana Awadh Ali Said. Na mimi nashukuru sana kupata fursa kutoa fikra za kufafanua mambo kidogo. Nashukuru, asante sana. Naam, nikushukuru tena sana kabisa wewe mtazamaji wa gumzo kuungana nasi hapa, na kama ambavyo nimekuambia kwamba tutakuwa kila tukipata wakati tunazungumzia swala hili la maridhiano wa Zanzibari katika nyanja zake mbalimbali. Leo hii tumezungumzia tu kwa mukhtasari kuhusu mtafaruku ambao upo, mawazo kinzani juu ya swala hili, lakini hatutakomea hapa. Tutaingia zaidi kuangalia upande mwingine, mitazamo mbalimbali ya kihistoria, mitazamo ya kijamii, ya kisiasa, na bila shaka zaidi kwa lengo la kuona kwamba jambo hili linakuwa na manufaa kwa wale ambao wanahusika nalo, lakini zaidi kuendeleza mjadala wake kwa manufaa yetu sote. Naitwa Mohamed Hassani na kushukuru sana. Kwa heri hadi mara nyingine.